Tuombe Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, asante, tunakushukuru kwa sababu umetupa neema ya kujifunza neno lako. Wakati huu katika majira haya ya Pasaka, tunakusihi utufundishe, utuelekeze. Na neno hili wakati watu wa mataifa mbalimbali wakienda kulisikia, wakati wanalisikia wakati huu, ikawa ni faida Bwana kwa utukufu wa Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Somo letu tunalojifunza siku ya leo lina kichwa Pasaka ni nini? Somo letu lina kichwa Pasaka ni nini? Wakristo karibu dunia nzima tunaamini kwamba Pasaka ni kufa kwa Yesu Kristo, na huyo ambaye alikufa hatimaye akafufuka siku ya tatu, yani siku ya kwanza ya juma. Lakini kumekuwako na watu ambao wanawateteresha wale wanaoitwa Wakristo kwa kuambia kwamba kama unasema Pasaka ni kufa kwa Yesu Kristo, mbona Yesu Kristo mwenyewe alisherehekea Pasaka? Wako watu wengine wamesilimishwa kwa sababu ya kutokujua maandiko. Wanasoma maandiko kama yafuatayo. Katika Yohana sura ya 12 mstari wa kwanza wanaonyesha kwamba Yesu yupo hai katika kipindi cha Pasaka. Wanasema basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania alipokuwa Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Inatajwa siku 6 kabla ya Pasaka. Yohana 13:1 nayo ni hivyo hivyo. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu aliwapenda upeo. Wewe wanamuuliza mtu yule, wewe unasema Pasaka ni kufa kwa Yesu Kristo, inakuwaje Yesu Kristo mwenyewe alikuweko kipindi cha Pasaka? Na mtu sasa anatetereshwa na kuambiwa umepotea, toka huko uje, huko ndio kuko sahihi. Mtu kwa sababu ya kutokujua maandiko basi anaenda tu kiolela namna hiyo, anakuwa amepotea. Lakini hii ndio sababu imetufanya tuketi au tuwepo siku leo ili kuweza kujifunza somo hili kwa ndani, ili tuweze kutetereshwa tena milele. Ili sasa tuweze kuelewa somo hili, tutajifunza tukiligawa katika vipengele 6 vifuatavyo. Kipengele cha kwanza, Pasaka ni nini? Kipengele cha pili, tofauti ya Pasaka ya Agano la Kale na Pasaka ya Agano Jipya. Tofauti ya Pasaka ya Agano la Kale na Pasaka ya Agano Jipya. Kipengele cha tatu, tarehe na mwezi wa kusherehekea Pasaka. Tarehe na mwezi wa kusherehekea Pasaka. Kipengele cha 4, mafundisho potofu kuhusu kutokula nyama na kuvaa nguo nyeusi siku ya Ijumaa Kuu. Mafundisho potofu kuhusu kutokula nyama na kuvaa nguo nyeusi siku ya Ijumaa Kuu. Kipengele cha 5, Easter sio Pasaka. Kipengele cha 5, Easter sio Pasaka. Kipengele cha 6, jinsi ya kusherehekea Pasaka. Moja kwa moja sasa twende kwenye kipengele cha kwanza kinachosema Pasaka ni nini? Neno Pasaka limetokana na neno la lugha ya Kiebrania linaitwa Pesach, linalozaa neno la Kiingereza linaitwa Passover, ambayo tafsiri yake ni kupita juu bila kugusa. Kupita juu bila kugusa. Kwa lugha rahisi ya Kiswahili tunachokifahamu, maana yake tambuka. Ukisikia mtu amemtambuka mwenzake, maana yake amemruka na hajamgusa mahali kokote. Neno hili Pasaka chimbuko lake ilitokana na Bwana mwenyewe kuruka nyumba za wana wa Israeli walipokuwa kule Misri bila kuzigusa, pale ambapo nyumba zile zilikuwa zimenyunyiziwa damu katika miimo ya milango na katika kizingiti cha juu. Bwana aliziruka nyumba zile na akazirukia nyumba za Wamisri na kuziharibu na kufanya maangamizi ndani ya nyumba hizo. Ili tuweze kuona ushahidi wa jambo hilo, kutoka sura ya 12 mstari wa 21 mpaka mstari wa 30, Biblia inasema, hapa ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuambia,
nendeni mkajitwalie wana-kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Nanyi twaini tawi la hisopu. Tawi la hisopu ni aina fulani ya tawi lenye mfumo kama wa dodoki, ambalo ukichovya katika maji au katika kimiminika kina uwezo wa kufyonza. Wao anasema twaini tawi la hisopu, mkalichovye katika ile damu ilivyo bakulini, na kukipiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango kwa hiyo damu iliyo katika bakuli. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi, kwa kuwa Bwana atapita ili wapige hawa Misri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakawapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapouliza, ni nini maana yake utumishi huu kwenu? Ndipo mtawaambia, ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli. Hiyo kupita juu sasa ndio Pesachi au Passover. Alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri. Hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu, hao watu wakainama vichwa na kusujudia. Basi wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo hayo vile vile kama Bwana alivyomwamuru Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote na wa Misri wote. Pakawa na kilio kikuu katika Misri, maana hapakuwa na nyumba hata mmoja asimo kufa mtu. Jambo hilo linaloitwa Pasaka, kwa maana ya mwana-kondoo ambaye alichinjwa jioni. Ikumbukwe mwana-kondoo wa Pasaka alichinjwa jioni, na hiyo ilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo ambaye angekuja baadaye, ambaye huyo Yesu Kristo kama mwana-kondoo halisi ambaye alitakiwa vile vile auawe jioni. Tuangalie maandiko kidogo tena kutoka hiyo sura 12 mstari wa 5 na wa 6. Tunaona ushahidi wa Pasaka huyu jinsi ambavyo anafananishwa na Yesu Kristo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Jambo hilo ilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo ambaye ni mwana-kondoo halisi. Yohana 1:29, Yesu Kristo anatambulishwa kama mwana-kondoo. Yohana 1:29 na mstari wa 35 yote inatoa ushahidi kwamba Yesu ni mwana-kondoo. Siku ya pili yake Bwana Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Mstari wa 35. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. 36. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Mwana-kondoo huyu wa Mungu Yesu Kristo aliuawa saa ngapi? Alichinjwa saa ngapi? Aliuawa jioni. Mathayo 27 mstari wa 45 mpaka mstari wa 50. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Ni jioni hiyo, hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha? Baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Na Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Ni jioni aliitoa roho yake jioni. Sasa mwana-kondoo yule wa Pasaka katika Agano la Kale alipokuwa amechinjwa, wana wa Israeli walitakiwa wachukue damu wainyunyize katika miimo ya milango na katika kizingiti cha juu. Nimezungumza hapo nyuma kwamba jambo hilo lilikuwa linamtabiri Yesu Kristo, lilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo, mwana-kondoo halisi ambaye angekuja. Kila mtu sasa anapotubu dhambi zake kwa kumaanisha kuziacha, akimwamini mwana-kondoo Yesu Kristo aliyechinjwa pale msalabani, kinachotokea ni nini?
damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani hunyunyizwa ndani ya moyo wa mtu yule, na hatimaye mtu yule sasa, shetani muharabu anapotaka kumpiga mtu yule anashindwa kumpiga, na matokeo yake inakuwa nini? Anamruka mtu yule aliyenyunyizwa damu ya Yesu Kristo, anamruka mtu yule aliyenyunyizwa damu ya mwana kondoo wa Pasaka Yesu Kristo katika moyo wa mtu yule. Kwa hiyo muharabu shetani anashindwa kumpiga, anamruka aliyenyunyizwa damu na kumrukia mtu yule ambaye hana damu, kama ilivyokuwa wakati wa Misri. Bwana aliruka nyumba za wana wa Israeli zilizokuwa zina damu na akawarukia wa Misri ambao walikuwa wana damu, wakauawa, wakapata madhara mazito sana. Kwa hiyo mtu anapotubu dhambi kwa kumaanisha kuziacha, damu hiyo ya Yesu Kristo ambaye ndio Pasaka wetu inanyunyizwa ndani ya moyo wa mtu yule, alafu anakuwa salama. Mwarabu shetani hawezi kumpiga mtu yule, akitaka kumpiga analazimishwa kumruka mtu mwenye damu ya Yesu na kuwarukia watu ambao hawajaokoka, watu ambao hawana damu, walevi, wazinzi, washerati, wachawi, wanaoroga, wanaotoa rushwa na kadhalika. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 2. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani na ziongezwe kwenu. Kila ambaye aliyenyunyizwa damu ya Yesu, ghadhabu ya Mungu inamkalia. Yohana 3:36 inaeleza hivyo. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Hilo linatuleta katika kipengele cha pili kinachosema tofauti ya Pasaka ya Agano la Kale na Pasaka ya Agano Jipya. Kuna utofauti mkubwa kati ya Pasaka ya Agano la Kale na Pasaka ya Agano Jipya. Tofauti ni nini? Na hili ndilo linalowachanganya watu, hata wale ambao wanapinga habari ya Biblia. Hili ndilo linalowachanganya. Pasaka ya Agano la Kale ni ipi na ilianzia wapi, na utofauti wake ni nini na Pasaka ya Agano Jipya? Agano la Kale kuna Pasaka moja tu ambayo ni Pasaka ya Wayahudi. Ni muhimu tufahamu, Wayahudi wanaitwa majina matatu. Wayahudi wanaitwa Waebrania kwa sababu ya babu yao Ibrahim aliitwa Mwebrania. Mwanzo 14:13, mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania. Abrahamu akazaa Isaka, Isaka akazaa Yakobo, Yakobo ambaye baadaye alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Habari hii wengi wetu tunaifahamu. Lakini Yakobo alikuwa na watoto 13, mmoja wa kike anaitwa Dina, 12 walikuwa wa kiume. Mtoto wa 4 alikuwa anaitwa Yuda. Huyu Yuda ndio ikazaliwa kile kinachoitwa Uyahudi au Wayahudi. Kwa hiyo Waisraeli wanaitwa Waebrania kutokana na babu yao anaitwa Ibrahim Mwebrania, na wanaitwa vile vile Waisraeli kutokana na Yakobo alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Lakini vile vile wanaitwa Wayahudi kutokana na mtoto wa 4 anaitwa Yuda ambaye amezalisha kabila linaloitwa kabila la Yuda, na hatimaye kuwako taifa linaloitwa Wayahudi au Waisraeli au Waebrania. Kwa hiyo hao walikuwa na Pasaka. Pasaka hii ilianzia pale ambapo tumeanza mwanzo katika somo letu katika Mwanzo sura ya 12, katika Kutoka sura ya 12. Hiyo ndio Pasaka ya Kiyahudi ambayo waliagizwa washerekee katika vizazi vyao vyote. Na hiyo ndio Pasaka ambayo Yesu Kristo aliisherehekea. Mathayo 26:17 mpaka 21 tunaona Yesu Kristo anaisherehekea hiyo. Anaisherehekea hiyo Pasaka ya Kiyahudi. Kwa nini? Kwa sababu katika mwili Yesu Kristo alikuwa Myahudi. Vile vile Mathayo 26:17 mpaka 21 tunamwona Yesu mwenyewe. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, kumbuka sikukuu ya Pasaka au Pasaka ilikuwa pia inaitwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, kwa sababu katika Pasaka walitakiwa wasile mikate iliyotiwa chachu, yani iliyowekwa hamira, ndio tafsiri yake. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema, nendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema majira yangu ni karibu,
kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara, yani wanafunzi 12. Nao walipokuwa wakila, alisema, amini nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Yesu alisherehekea Pasaka ipi? Ya Kiyahudi. Kwa nini alisherehekea? Kwa sababu alikuwa ni Myahudi. Maandiko tungeweza kusema yako mengi sana. Yohana 12:1, Yohana 13:1, yote katika Pasaka hiyo Yesu alikuwa. Katika Luka 2:41 mpaka 42 Yesu vile vile alikuwa. Pasaka ya pili ni Yesu Kristo mwenyewe. Pasaka ya kwanza ilikuwa ni ya Kiyahudi, ambao walikuwa wanachinja kondoo alafu wananyunyiza damu katika miimo ya milango yao. Ndio chimbuko katika Agano la Kale. Katika Agano Jipya sasa, Pasaka ni Yesu Kristo mwenyewe, ndiye Pasaka wa Agano Jipya. Kwa sisi hatusherekei Pasaka ya Agano la Kale, tunasherekea Pasaka ya Agano Jipya. Wakorintho wa kwanza 5:7. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyokutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Kwa hiyo Pasaka wetu ni huyo. Hiyo ndio Pasaka tunayosherehekea sisi wa Kristo katika Agano Jipya. Hilo inatuleta katika kipengele cha 3 kinachosema tarehe na mwezi wa kusherehekea Pasaka. Wana wa Israeli waliagizwa waishike Pasaka katika mwezi wa kwanza wa Kiyahudi, na ndani ya tarehe 14 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa kwanza wa Kiyahudi ulioitwa Abibu au Nisani. Hiyo ndio miezi ya Kiyahudi. Mwezi wa kwanza wa Kiyahudi una majina mawili, unaitwa Abibu au vile vile Nisani. Katika Kutoka sura ya 12 mstari wa 14, halafu wa 17 mpaka wa 18, halafu Kutoka 13 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Kutoka sura ya 12 mstari wa 14 ninasoma Kutoka 12:14. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe siku kuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe siku kuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mstari wa 17, nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza, siku ya mwezi 14, wakati wa jioni, yani tarehe 14 maana yake, mtakula mikate isiyochachwa hata siku ya mwezi 21, yani tarehe 21. Mwezi huo ulikuwa ni mwezi gani? Tuende Kutoka 13 mstari wa 3 mpaka 4 ili tujue jina lake. Basi Musa akawaambia hao watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu. Aliwatoa mahali hapa kwa nguvu za mkono wake, na usiliwe mkate uliochachwa. Ninyi mwatoka leo katika mwezi wa Abibu, mwezi wa Kiyahudi unaitwa mwezi wa kwanza au mwezi wa Nisani. Sawasawa na Nehemia sura ya 2 mstari wa 1 utakuta na neno Nisani katika mwezi huu. Sasa mwezi wa Kiyahudi, Wayahudi au sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati, wao kalenda yao hutumia kalenda ya mwezi, na ndio kalenda wanaotumia Wayahudi mpaka leo. Sasa mwezi katika miezi hiyo ya Kiyahudi, mwezi wa kwanza katika ukilinganisha na kalenda yetu ambayo inaitwa Gregorian calendar, mwezi wa kwanza unaangukia kati ya mwezi wa 3 au mwezi wa 4. Kumbuka kalenda ya mwezi inategemea kuandama kwa mwezi. Mwezi unapokuwa umetoka ndio kalenda inaanza kuhesabiwa, inaanza kuhesabiwa. Kwa hiyo utaona tarehe zinabadilika, miezi inabadilika kutokana na issue ya kuandama kwa mwezi. Lakini haiwezekani Pasaka ikawa mwezi wa 2 au wa kwanza au wa 5. Hiyo haiwezekani.
lazima icheze mwezi wa 3 au wa 4 peke yake, si vinginevyo. Lazima iwe katika muda huo tu. Kwa hiyo ndio utaona miezi inakuwa inabadilika kutokana na kalenda ya nne. Kwa hiyo sio hoja kwamba mbona mwezi huu tarehe inabadilika, mwaka ujao tarehe inabadilika. Ni kwa sababu ya kalenda ya Kiyahudi. Wao waliambiwa sherekea mwezi wa kwanza, na ikumbuke Pasaka ya Agano Jipya, Yesu Kristo ambaye ndiye Pasaka wa Agano Jipya, aliuawa katika majira ya Pasaka yale. Kwa hiyo tunaposherekea Pasaka ya Agano Jipya, lazima tufahamu tunasherekea katika majira yale ya Pasaka ya Agano la Kale. Katika Yohana sura ya 18 kwa mfano, Yohana sura ya 18 mstari wa 39, alafu Yohana 19:14 mpaka 18, utaona ni majira yale ya Pasaka ya Agano la Kale. Yohana 18, lakini kwenu, huyu ni Pilato anawaambia Wayahudi sasa katika majira ya Pasaka ili mtu atolewe sadaka, anasemaje? Lakini kwenu kuna desturi ya mimi kuwafungulia mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi wapenda niwafungulie mfalme wa Wayahudi? Basi wakapiga kelele tena kusema, si huyu bali Baraba. Na yule Baraba alikuwa mnyang'anyi. Kwa hiyo anatafutwa kutolewa mtu siku ya majira ya Pasaka. 19 sasa 14 mpaka 18. Biblia inasema, nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka yapata saa 6. Akawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele, mwondoshe, msulubishe. Pilato akawaambia, yeye msulubishe mfalme wenu? Wakuu wa makuhani wakajibu, sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe, nao wakampokea Yesu. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha. Wakamsulubisha huko, na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na Yesu katikati, kwenye majira ya Pasaka. Kwa hiyo tunaposhughulika na Pasaka ya Agano Jipya Yesu Kristo, kumbuka alikufa kwenye majira yale ya Pasaka ya Agano la Kale. Hilo linatuleta kwenye kipengele cha 4 kinachosema mafundisho potofu kuhusu kutokula nyama na kuvaa nguo nyeusi siku ya Ijumaa Kuu. Kwa miaka nenda miaka rudi, kila mahali duniani kumekuwa na utamaduni kwamba ikifika siku ya Ijumaa Kuu, na watu huhimizwa kabisa kwenye makanisa yao na kuambiwa, sasa siku ya Ijumaa Kuu jamani ni siku ya huzuni, tuvae nguo nyeusi kuonyesha majonzi, kuonyesha huzuni, Yesu anasulubiwa. Nimekuwa nikizungumza tena na tena, kuamini au kuvaa nguo nyeusi siku ya Ijumaa Kuu ni ushetani kwa 100%. Kwa nini? Sababu ni hizi zifuatazo. Kifo cha Yesu Kristo ni tofauti na kifo cha baba yangu au mama yangu au mke wangu au mtoto wangu. Kwa kufa kwake Yesu Kristo, mimi niliyekuwa nahukumiwa kwenda motoni, ninatolewa kwenda motoni, sasa naenda kwenye raha ya milele mbinguni, milele na milele. Kifo cha Yesu kimepelekea mimi nilikuwa nakandamizwa na mashetani, nilikuwa narogwa, nilikuwa uzinzi unaniburuza na nipelekesha huko na kule. Kwa kifo chake Yesu Kristo kimenipa nguvu ya kumkandamiza shetani, kimenipa nguvu ya kusema hapana kwa uzinzi, hapana kwa ulevi, hapana kwa mahwara na kadhalika. Ni sawa na mtu ambaye alikuwa yuko gerezani, na alipokuwa yuko gerezani sasa anatakiwa kuuawa, sasa anatakiwa kunyongwa mtu huyo. Alafu akatokea mtu mwingine akasema, jamani, huyu mtu asinyongwe, mimi nakubali kunyongwa kwa niaba yake, huyu aachiliwe huru. Hebu waza, ungekuwa ni wewe unaachiliwa huru wakati ulihukumiwa kufa, kwako itakuwa kigeregere kiasi gani? Kwako itakuwa kushangilia kiasi gani? Kwako itakuwa ni furaha kiasi gani? Vivyo hivyo kifo cha Yesu Kristo kwetu sio huzuni kama, kwetu ni kushangilia, kwetu ni furaha, kwetu ni kuwekwa huru mbali na giza, kwetu ni kuwekwa huru na mbali na uchawi, mbali na nguvu za giza, mbali na dhambi. Tumetolewa kwenye hukumu ya kwenda motoni milele, na sasa tunaelekea mbinguni milele na milele.
Hii ni furaha kwetu. Na kwa sababu hiyo, mtu yeyote anasikia somo hili, huna budi kufahamu siku ya Ijumaa Kuu sio siku ya kuvaa nguo nyeusi. Ni siku ya kushangilia, ni siku ya kurukaruka, na vaa nguo nyingine yoyote, usivae nguo nyeusi. Na hata kama unavaa nguo nyeusi, usivae kwa lengo la imani. Vaa kwa sababu tu umeamua kuvaa. Sio uvae kwa sababu eti ndio unaonyesha kusikitika, uonyesha wewe ndio unatia bidii kwenye imani. Wala hakuna imani ya namna hiyo. Biblia inasema imani yoyote ambayo haikutokana na maandiko inaitwa imani ya kujitungia. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 23. Wakolosai 2:23. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Inaitwa ibada mliojitungia wenyewe. Hilo la kwanza. 2, tunaambiwa kwa miaka nenda miaka rudi, kwa siku ya Ijumaa Kuu msina nyama jamani. Ukila nyama unaambiwa unamla Yesu. Kwanza, mimi nakula nyama ya ng'ombe. Yesu sio ng'ombe. Nikila kuku, Yesu sio kuku. Nikila nguruwe, Yesu sio nguruwe. Nikila ngamia, kambare, Yesu sio ngamia wala sio kambare. Yesu ni Yesu. Na ngamia ni ngamia, na nguruwe ni nguruwe. By the way, Yesu Kristo mwenyewe, anakataa mwili wake usiliwe? Yesu mwenyewe anasema anataka mwili wake uliwe. Yohana sura ya 6 mstari wa 48 mpaka mstari wa 52. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu walila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi wakashindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tule? Yesu anasema, mwili ndio nautoa ili yeyote anayekula mwili wangu itakuwa anapata uzima wa milele. Leo tunaambiwa ukila nyama unamla Yesu. Yesu anakataa mwili wake kuliwa. Na by the way, tukila nyama ni nyama, sio Yesu Kristo. Kwa msingi huo, Ijumaa Kuu ukikaribishwa nyama, kula kweli kweli. Na kushauri, sio tunakushauri, kanunue nyama siku ya Ijumaa Kuu, kula kwa furaha zote. Hilo linatuleta kwenye kipengele cha 5 kinachosema Easter sio Pasaka. Easter sio Pasaka. Kwa muda mrefu sasa kumekuwako na watu kipindi cha Pasaka wanatumiana messages. Na miaka ile ya zamani, miaka 20 iliyopita, utaona walikuwa wanatumiana, wanapeana kadi zinatumwa, zinaandikwa Merry Easter. Yani wanaamini ni heri ya Pasaka, wanaambiana hivyo. Lakini Easter ni kitu gani hasa? Easter alikuwa ni Mungu wa kike anayetokea kwenye taifa la Babeli ambao ni Iraki ya leo. Na huyu hakuwa anaitwa Easter, alikuwa anaitwa Ishtar. Miaka ya juu ya 300 Mfalme Constantine alipoifanya Ukristo kuwa ni imani ya serikali, na watu sasa waliingia na miungu yao, ndipo Mungu Ishtar aliingia katika kipindiko. Na wakafanya sasa, badala ya Yesu Kristo kubaki kama Yesu Kristo, kwamba Passover, kwamba Pasaka ambaye ndiyo Kristo mwenyewe wa Agano Jipya, wakaondoa habari ya Yesu Kristo kuwa ndiyo Passover, wakamfanya kuwa Ishtar ambaye alikuwa ni mungu wa kike, mungu wa uzazi, ambaye alama yake ilikuwa ni yai. Kwa hiyo akaekwa hivyo. Kwa msingi huo, Ishtar wala sio Easter. Ishtar ni mungu wa kike aliyotoka Babeli. Na kwa msingi huo, usimwambie mtu Merry Easter. Usimwambie mtu hivyo. Kama unataka kumtakia
Kama unataka kumtakia Pasaka, mwambie heri ya Pasaka. Achana na kusema Merry Easter. Hilo linatuleta kwenye kipengele cha 6, jinsi ya kusherehekea Pasaka. Kwa kuwa Pasaka, Yesu Kristo alikufa msalabani ili kunyunyiza damu yake ili tutengwe kabisa na kila hila za shetani, dhambi, kuonewa na mashetani, kuonewa na waganga wa kienyeji, kuonewa na majini. Ni lazima kusherehekea Pasaka katika hali ya utakatifu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 22. Waebrania 9 mstari wa 22. Waebrania 9 mstari wa 22, Biblia inasema, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo, yani hakuna ondoleo la dhambi. Waraka wa Korintho wa kwanza 5:7 inazungumza kwamba mwanakondoo ndiye ambaye amekuwa akitusafisha, na kwa sababu anasema tuondoe chachu yote ya kale, tuondoe kila namna ya uchafu, kila namna ya dhambi, tuziondoe ndani ya maisha yetu. Yohana 3:16, kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae ili kila mtu amwaminie asipotee. Jambo la kukufahamisha, kuna faida nyingi za mtu kusherehekea Pasaka. Na ukisherehekea Pasaka ukiwa kweli ni mwana wa ni mtoto wa Israeli kweli kweli, mabaya yote kama ilivyokuwa wakati wa Misri, Mwarabu aliweza kuleta uharibifu mzito sana. Bwana aliweza kuleta uharibifu mzito sana katika nyumba za Wamisri, lakini Waisraeli hakuweza kuguswa, hawakupigwa kokote. Na kwa sababu hiyo faida ni kubwa. Kama unataka wewe usherehekee Pasaka, uwanja ni wa kwako. Sherekea ukiwa ni mtakatifu, sherekea ukiwa ni mwana wa Israeli. Unawezaje kuwa mwana wa Israeli? Jambo ni rahisi, ni kumpokea Yesu Kristo, mwana kondoo huyu wa Pasaka. Namna ya kumpokea huyu ni kutubu dhambi zako, kumaanisha kuziacha, na kumpokea huyu mwana kondoo Yesu Kristo ambaye ndiye Pasaka wetu wa Agano Jipya. Ukimpokea damu ya Yesu Kristo, mwana kondoo huyu wa Pasaka huyu, itanyunyizwa ndani ya moyo wako. Yatakaponyunyizwa, muharabu shetani hataweza kukugusa, majini hataweza kukugusa, hautaletewa shida na mashetani kwa namna yote. Badala yake wewe utakuwa na nguvu ya kuwakandamiza. Sio tu kama umenyunyizwa damu ya Yesu Kristo, unapokuwa umempokea namna hiyo, kama nilivyosema, giza linakuwa mbali na wewe na mwarabu anashindwa kukugusa. Lakini vyote vinavyozungumzika kwamba vya kwako vilivyokuwa vimekufa, Yesu Kristo ambaye alikufa siku ya Ijumaa Kuu na kufufuka siku ya kwanza ya juma, atavifufua vyote vilivyo vyema ndani ya maisha yako. Inawezekana unataka kubadilisha mfumo wa maisha yako. Inawezekana unataka leo faida za Pasaka ziambatane pamoja nao. Kanuni ni rahisi, mpokee Yesu Kristo leo. Sema maneno haya kwa kumaanisha, ikiwa unataka kusherehekea Pasaka, na kanuni ni moja tu ya kumpokea wewe mwana kondoo wa Pasaka Yesu Kristo. Rahisi, utatengwa na giza na mwarabu hataweza kukugusa kama. Sema maneno haya kwa kumaanisha kutoka ndani ya moyo wako ya kumpokea Yesu. Sema, ewe Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye vitabu vya hukumu. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Nisafishe, ewe Bwana Yesu, kwa damu yako iliyomwagika msalabani, na kukaribisha kwenye maisha yangu. Asante kwa sababu Bwana umeniokoa. Asante kwa sababu nimepokea kwa utukufu wako Mungu, katika jina la Yesu. Amen.
Baba, katika jina lako Yesu Kristo, namkabidhi mtoto wako viganjani mwako na mikononi mwako, ambaye amekupokea, na mlinde kama ulivyolinda wana wa Israeli walipokuwa kule Misri. Mwarabu anapotaka kuleta shida asiweze kugusa, atamruka na kuleta madhara kwa wale ambao sio wana wa Israeli kama huyu. Asante kwa sababu utamkinga, utamtunza kwa utukufu wako Mungu, katika jina